Sifiwe sana mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM masafa yake yaliyoanzia kule Lindi. Mimi ndugu yenu mchungaji Daktari Livingstone Dennis kutokea Dodoma. Nashukuru kwamba Mungu ametupa nafasi nyingine tena ya kusikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Na ni ombi langu kwa Mungu kwamba Bwana Mungu aseme nasi, tuongoze, hasa tupate lile ambalo likusudi lake Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo nitashukuru kwa wale msikilizaji wangu kwamba hautaondoka hapo kwenye runinga yako ili uweze kujifunza kile ambacho Roho Mtakatifu anakiwekeza katika ufahamu wangu na akili yangu kitoke kwake. Hivyo nataka niombe kwa ajili ya hili neno la uzima la asubuhi ya leo. Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu wa kipekee ambao wewe umetupatia. Naomba sana Bwana ukaseme nasi asubuhi ya leo. Sema na mtumishi wako huyu ananisikiliza, na neema yako ikapate kuwa pamoja nasi. Katika jina takatifu lenye nguvu Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asubuhi ya leo nataka tujifunze somo linalosema kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Na kama wanadamu unaweza kutembea na Mungu hapa duniani. Ukamwona Mungu katika maisha yako. Mungu akayabariki maisha yako. Ukaishi na yeye, ukatembea na yeye. Mungu wetu furaha yake siku zote ni kuwa pamoja na wanadamu. Na maandiko yanasema wazi wazi kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo kwamba maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, na atafanya maskani pamoja nao, na Mungu atakuwa Mungu wao, na wale watu watakuwa watu wake Kristo, nao watakaa pamoja na kuishi pamoja milele na milele. Maana yake Mungu wetu alimuumba mwanadamu kwa sababu anahitaji kuwa na ushirika na mwanadamu. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 1, labda nianze hapo. Biblia inasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Kamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Biblia inasema mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Biblia inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Sikia? Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Naona akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Naona akasema, ni nani aliyekuambia uchi? Je, umekula matunda ya mti niliokuagiza? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa pamoja nami ndiye alinipa matunda
ya mti huo nikala. Kusudi langu la somo kutembea na Mungu au kuishi na Mungu katika maisha ya mtu. Nataka nikuonyesha hapa katika kitabu cha Mwanzo kwamba furaha ya Mungu wakati wote alikuwa kuwa na ushirika na mtu, kuwa na ushirika na mwanadamu. Hivyo alipomtengenezea bustani akamweka huyo mtu hapo. Kila jioni, Biblia inasema saa ya jua kupunga, Mungu alikuwa anakuja, wakawa wanaongea na Adamu. Kwa hiyo walikuwa na mazungumzo ya mara kwa mara, ushirika kati yake na Mungu. Walikuwa na mahusiano ya karibu, na Mungu alitaka kuwa na mtu ambaye watahusiana naye. Ndio maana Biblia inasema wazi kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, naona wakatawale. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mtu alimuunga mtu ambaye alikuwa na sura ya Mungu na mfano wake, kwa lengo la kwamba Mungu awe na ushirika na huyu mwanadamu. Kwa mwanadamu alipomtenda Mungu dhambi, mwanadamu akamkimbia Mungu, akakimbia uso wa Mungu, akakimbia akapotea katika uso wa Mungu. Hivyo dhambi ikamtenga mtu na Mungu, na aliyekimbia ni Adamu, mwanadamu, sio Mungu. Adamu ndiye aliyekimbia Mungu. Sasa asubuhi ya leo nataka tujifunze somo hili ya kwamba unaweza kutembea na Mungu hapa duniani, na kutakuwa na matokeo ya ajabu sana katika maisha yako ikiwa maisha yako utampa Mungu nafasi atawale, utembee pamoja naye, uishi pamoja naye na umuone Mungu katika maisha yako. Na mstari katika Biblia, kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6 na mstari wa 16. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6 na mstari wa 16. Unasema hivi: tena pala mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Unaona Mungu anachokisema? Nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa Mungu kukaa katika maisha yako, kukaa ndani yako, na sio tu kukaa ndani yako, lakini pia kutembea na yeye. Yeye akatembea katikati yetu na sisi tukatembea pamoja naye. Lakini pia anasema nami nitakuwa Mungu wao, naona, nao watakuwa watu wangu. Wewe ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM, inawezekana kabisa ukatembea na Mungu hapa duniani. Nitakupa mifano watu kadhaa ambao walitembea na Mungu hapa duniani. Mfano wa kwanza ni mtu anaitwa Henoko. Mtu anaitwa Henoko. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 na mstari wa 21 mpaka mstari wa 24. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 21. Biblia inasema Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Matusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Matusela miaka 300,
akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Mstari wa 24. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Huyu mtu aliishi miaka 365, na kwa miaka yote hiyo Henoko alitembea pamoja na Mungu mguu kwa mguu. Alipo Henoko alikuweko Mungu, alipokuweko Mungu Henoko naye alikuwepo. Yaani waliishi pamoja, walitembea pamoja kama mtu na rafiki yake, walikaa pamoja. Alipotoka Henoko, Mungu alikuwa hapo. Aliporudi mahali Henoko, Mungu alikuwa pamoja naye. Alipokuwa sokoni, Mungu alikuwa pamoja naye. Alipokuwa mitaani, Mungu alikuwa pamoja naye. Alipokuwa nyumbani kwake Henoko, Mungu alikuwa pamoja naye. Walitembea na Mungu kwa miaka 365. Mpaka Mungu, Biblia inasema, aliona amtwae hivyo hivyo alivyo akiwa mzima. Kwa hiyo Henoko hakuonja mauti, alinyakuliwa na Mungu, sababu Mungu alifurahia Henoko na Mungu alimpenda Henoko na Henoko alipenda kuishi pamoja na Mungu. Na hivyo Mungu akamtwaa akiwa mzima kwa miaka 365. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, nataka kusema kama Henoko aliweza kuishi na kutembea na Mungu kwa miaka yote hii, basi inawezekana wewe ukatembea na Mungu. Naona na najua miaka yako ni michache, imezidi sana, umekuwa na miaka mingi, miaka 100. Lakini tunaona habari ya Henoko miaka 365, na kwa miaka yote hiyo bado Henoko alitembea na Mungu. Lakini tunasoma mtu mwingine anaitwa Nuhu kwenye kitabu cha Mwanzo pale sura ya 6 na mstari wa 9. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 6, sura ya 6 na mstari wa 9. Biblia inasema, hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Naona Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Maandiko yanasema katika mstari wa 11, dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejaribia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na nyumba ndani yake ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Unasikia? Katika kizazi hiki cha wakati wa Nuhu, watu walijiharibu sana. Kila mwanadamu alikuwa na wazo baya siku zote, mawazo ya uchafu, mawazo ya dhambi, mawazo ya kutenda dhambi. Kila mwanamke, kila mwanaume, kila mtoto, kila kijana walikuwa na mawazo machafu. Lakini katika hali hiyo bado Nuhu, maandiko yanasema, alikuwa mtu mkamilifu. Naona alikuwa mtu mkamilifu, alikuwa mtu mkamilifu, alikuwa mtu wa haki, na Mungu alikwenda pamoja na Nuhu, na Nuhu alitembea pamoja na Mungu. Kwa hiyo alikuwa mkamilifu, alikuwa mcha Mungu. Katika kipindi ambacho kilikuwa kimejaa dhuluma, kimejaa uharibifu,
kimejaa uzinzi, kimejaa uchafu, kimejaa kila vurugu mbaya, lakini alikuweko mtu aliyetembea pamoja na Mungu. Na kama Nuhu aliweza kutembea na Mungu katika kizazi chake, inawezekana wewe unanisikiliza, wewe unanitazama, wewe ambaye unaangalia, kwamba unaweza kutembea na Mungu hapa duniani. Hata kama dunia imechafuka kabisa, hata kama dunia imeharibika kabisa, hata kama dunia ina hali mbaya, wanadamu wamejiharibu, bado wewe unaweza kutembea na Mungu hapa duniani, ukawa mcha Mungu, ukawa mtu wa haki, ukawa mkamilifu katika uso wa dunia, na Mungu akawa karibu na wewe, na wewe ukawa karibu na Mungu. Somo langu la asubuhi ya leo, utembee na Mungu, na inawezekana kutembea na Mungu. Nitakupa picha nyingine tena, mtu mwingine anaitwa Musa. Kitabu cha Kutoka sura ya 33. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 11. Biblia inasema mstari wa 11, naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata mlangoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle nje. Naona sasa mstari wa 14, mstari wa 14 Biblia inasema akasema hapa katika ule mstari wa 13, Musa asema, na kuomba ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke kwa taifa hilo ndilo watu wako. Mstari wa 14 akasema, Mungu akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Ndugu yangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, kama utatembea na Mungu, uso wa Mungu ukaenda pamoja na wewe, kitakachotokea kwako, utapokea raha. Utapata raha katika nafsi yako, utapata amani katika nafsi yako. Wenge hayataondoka, yale mambo, mawazo ya kuchanganyikiwa yataondoka, huzuni itaondoka, kilio kitaondoka, tabu itaondoka, kwa sababu Bwana atakuwa pamoja na wewe. Hata kama ulikuwa umefungwa na nguvu za giza na nguvu za mapepo, zitakuachia, kwa sababu wewe unatembea pamoja na Mungu. Hakuna kitu cha maana katika uso wa dunia hii kama kuishi na Mungu, kama kutembea na Mungu. Wengi ambao maisha yao yamekuwa na mahuzuni pamoja na kwamba wana mali, maisha yao yamekuwa na tabu pamoja na kwamba wamesoma, maisha yao yamekuwa ya kilio pamoja na kwamba wana vyeo vikubwa katika serikali au katika makampuni au taasisi, lakini hawana amani kwa sababu wako mbali na uso wa Mungu. Hawana raha kwa sababu wamefungwa na magonjwa na nguvu za giza. Unajua, kadiri ambavyo utakuwa karibu sana Mungu, ndivyo kadiri ambavyo shetani atakimbia mbele zako. Kitabu cha Yakobo anasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Mpingeni shetani naye atakimbia. Kadiri utakavyokuwa unamkaribia Mungu na kadiri ambavyo utakavyokuwa karibu na Mungu, ndivyo kadiri ambavyo ufalme wa giza utakavyozidi kukaa mbali na wewe, kwa sababu ile nguvu ya Mungu ambayo itakuwa juu yako
na ile neema ya Mungu ambayo tutakuwa tunatembea pamoja naye itasababisha ufalme wa shetani ukae mbali na maisha yako. Kwa hiyo unaona hapa habari ya Musa kwamba Musa, Bwana akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, kama watu hawa waliweza kutembea na Mungu, unaweza kabisa ukatembea na Mungu hapa duniani. Unaweza kabisa kutembea na Mungu hapa duniani. Katika somo langu ina mambo matatu ambayo unatakiwa kuyazingatia. Mambo matatu ambayo unatakiwa kuyazingatia. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulizingatia wewe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, kwamba unaweza kabisa kutembea na Mungu hapa duniani ikiwa utaamua. Uamuzi wa kutembea na Mungu hapa duniani uko na wewe. Ukiamua kutembea na Mungu, unaweza kabisa kutembea na Mungu hapa duniani. Na masomo haya na mifano ya watu hawa ambayo tumeiangalia, mifano michache kati ya wengi, inaweza kukuonyesha kwamba unaweza kutembea na Mungu hapa duniani ukiamua. Na tuna watu wengi ambao walitembea na Mungu hapa duniani katika vizazi vyote. Hata katika kizazi hiki ambacho tunacho sasa, tuna watu ambao ni mifano mingi waliweza kutembea na Mungu hapa duniani. Waliishi na Mungu na waliacha ushuhuda kwamba unaweza kutembea na Mungu hapa duniani. Wengine wameshalala, naona wengine wameshalala, lakini wale ushuhuda kwamba maisha yao yote walitembea na Mungu, naona. Na mimi ni shahidi, tangu Bwana ameniokoa mwaka 74. Sasa ni miaka mingi, ukipiga hesabu ni miaka mingi sana, tangu siku ambako nimekutana na Mungu kwa mara ya kwanza. Na mpaka leo naiona ile neema ya Mungu nikitembea pamoja naye. Nami nimeishuhudia raha ya kuwa ndani ya Kristo. Nimeshuhudia furaha ya kuwa ndani ya Kristo. Nimeuona ushindi wa kuwa ndani ya Kristo. Nimeona kuinuliwa katika Kristo Yesu. Nimeona mapepo na majini na machawi wakikimbia katika maisha yangu, kwa sababu Bwana amekuwa pamoja nami. Bwana akiwa pamoja nawe, ukatembea na Mungu, kila kitu kinachokutesa kitakuachia. Kwa hiyo unaweza kutembea na Mungu hapa duniani. Na ndio maana tunasoma kitabu cha Wakorinto ya kwamba mimi nitakuwa ndani yako, au nitakuwa ndani yao, na nitatembea nao, nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Unaona, Mungu ataweza kutembea na wewe. Haijalishi ya kwamba wewe ni mtu ambaye umesoma au hujasoma, au wewe ni mtu maskini, au wewe ni tajiri, au wewe ni mtu mwenye cheo kikubwa, au hauna cheo, lakini unaweza kutembea na Mungu hapa duniani. Unaweza kuwaona watu kadhaa wengine kama akina Daniel, ile kitabu kile cha Daniel, ile sura ya 1 na ile sura ya 6 na ile sura ya 3. Unasoma habari ya Daniel pamoja na wale ndugu zake wengine, jinsi ambavyo Mungu alikuwa pamoja nao na Mungu alikuwa katikati yao. Hata walipochukuliwa wakatupwa kwenye tanuru la moto, Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kabisa kuabudu miungu mingine. Yule mfalme Nebukadneza aliandaa sanamu na akasema wote watu waabudu sanamu hiyo.
na yoyote ambaye hatakuwa tayari kuabudu hiyo sanamu atatupwa kwenye tanuru la moto. Nataka labda tuone hayo mambo, uone faida ya kutembea na Mungu. Ile kitabu cha Daniel sura ya 3. Kitabu cha Daniel sura ya 3. Tutaangalia hapo Daniel sura ya 3 mstari wa kwanza. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makazi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mnaamuliwa hivi: wakati atakapoisikia sauti ya panda la filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza aliyosimamisha. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu sanamu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya moto wakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote waliposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Unaona? Lakini mstari wa 8 anasema, basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadneza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda la filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima aanguke na kuabudu ile sanamu ya dhahabu. Na kila mtu asianguka na kuabudu sanamu atatupwa katika tanuru ya moto wakao. Mstari wa 12, wako Wayahudi kadhaa wakadha uliwaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa, mfalme, hawakujali wewe, wala hawaitumikii miungu yako, wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu iliyosimamisha. Naona. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu waletwe hao Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hawa mbele ya mfalme. Nasikia Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata mtumikii miungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu nisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati tutakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema. Bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni Mungu yule, ni nani Mungu yule
atakayewaokoa ninyi na mikono yangu. Sikiliza kiburi cha Nebukadreza anavyozungumza. Lakini watu hawa wakijua umuhimu wa kuwa na Mungu na kuishi na Mungu, walijibu maneno haya. Sikiliza. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Ukiwa na Mungu, ukitembea na Mungu huyu, Mungu atakuokoa na mambo mengi. Ukijali na ukiamua kutembea na huyu Mungu, ni kweli utakutana na vikwazo, utakutana na majaribu, lakini Mungu hatakuokoa na mambo na wakati yote haya. Sasa sikiliza. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri utiwe moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha wakawaamuru baadhi ya mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iwakayo moto. Basi watu hawa wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati. Naona wakatupwa katikati ya ile tanuru iwakayo moto. Na hao watu watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iwakayo moto. Mstari wa 24. Ndipo Nebukadreza akastajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia, mfalme, ni kweli, mfalme. Unaona? Akasema, tazama, nami naona watu 4 nao wamefungwa, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya ule moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa mtu wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Ni mambo ya ajabu sana, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV. Kama utatembea na Mungu hapa duniani, Bwana atakuokoa na hasira za watu ambao wako kinyume na wewe. Maadui zako watashangaa kwamba uko pamoja na Bwana. Bwana atakuwa na wewe katika hatari. Bwana atakuwa na wewe hata hatarini. Bwana atakuwa na wewe hata kwenye moto. Bwana atakuwa na wewe popote kwenye maji mengi. Bwana atakuwa na wewe ndani ya majaribu. Utamshangaa Mungu akikutetea na kukupigania katika maisha yako yote. Ndugu yangu, muda wangu umekimbia, lakini jioni ya leo tutaendelea somo hili kwa upana zaidi. Niombe ufunike macho yako nikuombee. Baba mtakatifu, na kushukuru, nimesema na ndugu huyu maneno haya kwa ufupi, lakini ukamjalie huyu mtu kuwa na shauku na kiu ya kutembea na wewe, kuishi na wewe, kuyaona maisha yake siku zote akikufurahia. Namweka katika mikono yako salama, na neema yako ikawe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki. Tuonane jioni saa 3 usiku. Tutaendelea na somo hili la jinsi ya kutembea na Mungu ukiwa hapa duniani. Mungu akubariki sana. Amen.